Mvutano katika eneo la Ghuba ya Uajemi umechukua sura mpya kufuatia tuhuma nzito zilizotolewa na UAE dhidi ya Irani, ikishutumu kwa kufanya shambulizi la kutumia ndege zisizo na rubani dhidi ya meli ya mafuta ya kampuni ya taifa ya Abu Dhabi National Oil Company. Tukio hili limetokea hii leo Jumatatu, Mei 4, mwaka 2026 katika njia nyeti ya kimataifa ya usafirishaji wa nishati Mlango wa Hormuz, ambayo kwa muda mrefu imekuwa kitovu cha mvutano wa kisiasa na kijeshi duniani. Kwa mujibu wa maelezo ya kina kutoka kwa kitengo cha usafirishaji wa nishati baharini cha ADNOC, meli hiyo iliyopewa jina la Barak ilikuwa katika safari ya kawaida ya kupita katika mlango wa bahari wakati ilipolengwa na drones mbili. Taarifa zinaeleza kuwa shambulio hilo lilifanyika kwa umakini mkubwa, likilenga sehemu muhimu za meli, jambo ambalo linaashiria uwepo wa teknolojia ya hali ya juu au taarifa za kiintelijensia kuhusu mienendo ya meli hiyo. Hata hivyo, kutokana na ukweli kwamba meli hiyo ilikuwa haina mzigo wa mafuta, madhara yake hayakuwa makubwa kama ambavyo yangekuwa endapo ingekuwa imebeba mafuta ghafi. Maafisa wa ADNOC wamesema kuwa licha ya kutokuwepo kwa majeruhi, tukio hilo limeacha athari kubwa kwa upande wa kiusalama na kiutendaji. Wafanyakazi wa meli hiyo walilazimika kuchukua hatua za dharura, ikiwa ni pamoja na kuzima mifumo fulani ya uendeshaji na kutuma taarifa za msaada kwa mamlaka za baharini zilizoko karibu. Inaarifiwa kuwa baadhi ya mifumo ya mawasiliano ya meli hiyo ilipata hitilafu ya muda mfupi kufuatia mlipuko huo mdogo uliosababishwa na drones. Katika tamko lake rasmi, Wizara ya Mambo ya Nje ya UAE imeeleza kuwa tukio hili ni uchokozi wa wazi na ukiukwaji sheria za kimataifa zinazosimamia uhuru wa usafiri wa baharini. UAE imeitaka Irani kusitisha mara moja vitendo vyote vya kijeshi vinavyolenga meli za kiraia na kuhakikisha inachukua hatua za dhati kurejesha utulivu katika eneo hilo. Aidha, UAE imesisitiza kuwa kufunguliwa kwa njia ya Hormuz bila vikwazo ni jambo lisiloweza kujadiliwa kutokana na umuhimu wake kwa uchumi wa dunia. Taarifa hiyo pia imeashiria kuwa UAE inafanya mashauriano ya haraka na washirika wake wa kimataifa ikiwemo Marekani na baadhi ya mataifa ya Ulaya ili kujadili hatua za pamoja za kulinda meli za kibiashara. Hii inaweza kujumuisha kuongeza ulinzi wa kijeshi baharini, kuanzisha misafara ya ulinzi au hata kuongeza uwepo wa manuari za kijeshi katika eneo hilo. Kwa upande wa kimkakati, Mlango wa Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta, ambapo inakadiriwa kuwa zaidi ya 20% ya mafuta yote yanayosafirishwa duniani hupitia hapo, na hii ina maana kuwa tukio lolote la kiusalama linaweza kuwa na athari za moja kwa moja kwa bei ya mafuta duniani, masoko ya fedha na hata sera za nishati. Jumla, tukio hili linaongeza sura ya hatari katika mzozo unaoendelea kati ya Iran na Marekani. Bila hatua za haraka za kidiplomasia au mawasiliano ya uwazi kutoka pande hizo mbili, dunia inaweza kushuhudia kuingia kwa mgogoro huu katika hatua mpya na hatari zaidi, yenye athari kubwa kwa usalama wa kimataifa, uchumi wa dunia na utulivu wa kisiasa katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.